amani. Tukakae na watoto wetu, tuwaambie kuhusu amani. Waache na mambo ya maandamano. Maandamano kwa watoto wetu imekuwa ni hasara kubwa sana. Wanauawa kwa ajili ya kutekwa, twende huku twende huku. Wanaanza kufanya mambo ambayo sio ya muhimu. Tukae chini na watoto wetu, tuwafundishe maadili mema. Tusikubali watoto kuingizwa kwenye mtego. Na waomba sana tufanye ziara, tukaelezee mambo mazuri aliyoyafanya rais wetu. Mambo ni mengi aliyoyafanya. Mpaka sasa hivi tunazidi kumshukuru. Na waombeni sana wajumbe ndo sisi ambao tutakitetea chama chetu pamoja na jumuiya zake. Kwa sasa hivi hakuna muda wa kukaa, ni muda wa kufanya kazi. Kwa jina naitwa Martha Mkina, mjumbe wa kamati ya utekelezaji wa wilaya Shinyanga vijijini. Natoka Kituli, kata ya Tinde. Na mimi naendelea kusisitiza kwa swala hilo, kwa sababu kwanza vijana wetu inabidi kwanza sisi kama wazazi tuwashauri na tukae nao, kwa sababu inaleta madhara makubwa. Na ninategemea kwa wema wa Mungu haitatokea hiyo shughuli tena ya vijana. Maana tumeendelea kukaa nao na kuwaeleza madhara, kwa sababu na wao wanaona mfano wa tarehe 29 ilivyotokea. Kwa hiyo vijana wengi wameendelea kutuelewa sisi wazazi. Maandamano hayana utatuzi wa changamoto. Changamoto zinatatuliwa kwa mazungumzo na maelewano. Kwa hiyo tunaendelea kuwaelimisha na kuwashawishi na kuwashauri kwamba maandamano hayana tija, ila yana madhara makubwa. Wito wangu ni wazazi kurudisha zile mila za kizamani za kukaa na watoto wetu. Tuwe na mabaraza na watoto wetu, hasa muda wa jioni, tuwaeleze faida na madhara ya vitu kama hivyo, kwa sababu vijana wengi wanaharibiwa na makundi. Kwa hiyo tuwaepushe vijana wetu kwenye makundi na mitandao. Mitandao pia inaleta madhara makubwa sana kwa watoto wetu. Madhara yanapotokea waathirika ni sisi watu wazima, wazee, hasa wanawake, kwa sababu ikitokea vurugu au vita, watakaoathirika sana ni wamama. Wababa watakimbia, vijana watakimbia, na wanaharibu vitu vingi ambavyo havina hata kosa. Kwa mfano wanapochoma labda petrol station, wanachoma majumba, haya na madhara yoyote. Lakini kwa hiyo tuendelee kuwaelimisha na kuwaomba sana, na pia tuwaombe watu wa dini waendelee kuomba sana juu ya vijana wetu ili wabadilike. Kwa majina naitwa Lydia Winga Piusi, ni diwani kutoka kata ya Itwangi, ipo Shinyanga vijijini. Kumekuwa na kikao kizuri ambacho kimeitishwa na UWT ngazi ya wilaya, lakini wito ambao tunautoa kwa vijana wetu, sisi UWT ni walezi, ni wazazi. Tunatoa wito kwa vijana wetu kuhusu maandamano. Taifa letu la Tanzania limekuwa ni taifa la amani, haturuhusu vitendo vya maandamano, vitendo vya fujo. Kwa hiyo sisi kama wazazi na walezi, watoto wetu tuwape elimu kwamba taifa linapokuwa na machafuko, lisipokuwa na amani, maendeleo yanachelewa sana. Lakini huu wito huu tunautoa moja kwa moja kwenye jamii zetu, tusaidizane kuweza kuwaelekeza vijana wetu kuhusu maandamano. Wakae nyumbani, watulie, waazimishe vizuri siku ya Sabasaba, na tuendelee na maisha yetu ya kawaida. Tanzania ni nchi ya amani. Inapotokea vita ama machafuko kwenye nchi yetu, waathirika wa kwanza ni wakina mama, lakini wamo waathirika pia ambao ni vijana pamoja na watoto. Watoto ndio watu wanaoteseka na wakina mama. Kwa hiyo bado tunasisitiza kwamba tuishi kwa amani. Tunao pia makundi maalum, tunao walemavu, tunao wajawazito, tunao wagonjwa pia. Ni makundi ambayo yanaweza kuathirika sana kwa matokeo ya machafuko kwenye nchi yetu. Kwa majina naitwa Magdalena Bernard Dodoma, ndiye katibu wa UWT wilaya Shinyanga vijijini. Kikao chetu leo cha baraza kilikuwa ni cha kawaida, lakini mambo ambayo tulikuwa tunaongelea na ajenda kuu zilikuwa ni uhai wa jumuiya. Kila kata inatakiwa ifanye vikao vya kikanuni, vya kikatiba, ili kuweza kuwafikia wanachama wote. Lakini vile vile ulipaji wa ada. Wanachama wote walipe ada kwa wakati, kwa sababu kwa mwaka ujao ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo kila mmoja hawezi kulipa ada ya kwake. Lakini kingine ni kuingiza wanachama wapya. Mwaka jana kuna watu walikuwa na miaka 14, lakini sisi kanuni yetu inatuambia kwamba kuanzia miaka 15. Kwa hiyo mwaka huu kuna watu ambao wamefikisha miaka 15. Hao wote wanaruhusiwa kujiunga na UWT. Kwa hiyo wote tumewaambia makatibu wetu, wajumbe wa baraza, wakahamasishe kule chini kwa wanafunzi, kwa wanavyuo, waweze kuhamasisha waweze kujiunga na Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile waweze kujiunga na UWT, umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi. Mbali na hayo, leo tumewatunuku vyeti
wajumbe wa baraza kwa kazi kubwa walioifanya kutafuta kura ya Chama cha Mapinduzi. Na tukiangalia wilaya ya Shinyanga vijijini waliokuwa wanaongoza kwa kupiga kura nyingi ni wanawake. Kwa hiyo tumewapa vyeti ili waweze kuwa chachu zaidi ya kuweza kushuka huku chini kwa kutambua mchango wao. Lakini vile vile tumetoa vyeti kwa baadhi ya watumishi wa umma wa serikali ambao tunatambua michango yao aina tofauti ya kutulinda sisi, ulinzi na usalama, kwa sababu bila wenyewe sisi hatuwezi kitu. Wameweza kutulinda mpaka leo. Kwa hiyo tumetoa vyeti kwa watu mbalimbali tukitambua michango yao mikubwa katika uchaguzi wa 2025. Lakini vile vile tumewahamasisha wanawake wakafanye ziara ya kuwashukuru kama mara ya kwanza tulivyowaomba kula wanawake katika makundi mbalimbali ikiwemo mamalishe, bodaboda na vikundi vidogo vidogo vya wanawake vya mikopo. Ndivyo hivyo sasa twende tuwashukuru kwamba tumepata kula nyingi, tunawashukuru na vile vile kutangaza ilani yetu ya mwaka 2025 2030. Tunasema mwisho wa uchaguzi ni mwanzo wa uchaguzi mwingine. Mwaka 2027 mwaka kesho tuna uchaguzi tena mwingine wa ndani ya chama. Tunawakaribisha mwanamke yeyote, hakuna nafasi ya mtu. Mwanamke yeyote unaona unatosha, njoo uchukue fomu uweze kugombea. Na ukiwa unakizi na watu wakawa wanakuhitaji, moja kwa moja unapata nafasi ya kwako. Kwa hiyo nafasi ni ya wote, sio nafasi ya fulani. Mimi nawakaribisha sana 2027 wakati wa uchaguzi wa ndani ya chama. Shukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki, lakini pia nimewapenda kwa utulivu wenu, lakini pia tumesisitiza swala la ulipaji wa ada. Unajua usipolipa ada wewe ni mwanachama mfu. Lakini pia na vikao. Tumewaambia vikao, mkafanye vikao. Bila vikao hiyo yote habari ya kulipa ada na nini hamtaweza. Kwa maana hiyo niwaombe sana mrudi kwenye vikao. Na bahati nzuri mmepewa kalenda ya vikao. Mkakae vikao ili kusudi mambo yetu yaweze kwenda vizuri. Lakini mkumbuke mwaka kesho ni mwaka wa uchaguzi wa chama. Lazima sasa mkajipange sawa sawa. Vinginevyo mtatuletea watu ambao hawafai. Sisi hapa tulioko wilayani hatuwajui watu walioko kule. Kwa maana hiyo tuwaombe sana muhudhurie vikao. Unapoitwa kwenye vikao vya chama hudhurieni. Vya kwako iteni na wewe wahudhurisheni wakina mama. CCM oyee. Asanteni sana Mheshimiwa Mwenyekiti.